Na turejelee taarifa ya awali ambapo mawingu ya kufurushwa kwa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa ODM yamekuwa yakitanda kwa muda sasa kutokana na msimamo wake kinzani na vinara wenzake chamani. Msimamo wake mkali dhidi ya muungano wa ODM na UDA ukimchongea. Baraza kuu la chama cha ODM leo ikitia kikomo safari yake ya ukatibu chamani ODM. Emmanuel To anaarifu kuhusu safari ya Edwin Sifuna kwenye siasa hadi kukalia kiti cha ukatibu wa ODM. Edwin Watenya Sifuna aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, mzaliwa wa kaunti ya Kakamega, mkazi wa Bungoma na seneta wa kaunti ya Nairobi. Sifuna amehudumu kama katibu wa chama cha ODM kwa miaka 8 sasa. We are taking a position that has been vacant. Kabla ya kuteuliwa kwake rasmi kuwa katibu mkuu, Sifuna alivamia afisi za chama cha ODM na kukalia kiti cha katibu mkuu wa chama, akimpokonya hatamu katibu mkuu wa wakati huo wa Babu na Mwamba. To meet whenever they will meet, and the decision of a party on the decision that we have taken today as youth will be reached at that particular point, but we expect that the NEC will be endorsing the position that we have taken today. Mnamo mwaka 2017 Sifuna alijaribu kugombea kiti cha ubunge kule Kandui, kaunti ya Bungoma, safari hiyo ikikatizwa ghafla katika uchaguzi wa mchujo wa ODM. Sifuna baadaye alifunganya virago na kujaribu siasa za mjini, akigombea useneta Nairobi, akilambishwa sakafu tena na Johnson Sakaja katika kivumbi cha useneta. Hata hivyo, Sifuna litawazwa kuwa katibu mkuu mwaka 2018, akibeba mikoba ya katibu mkuu hadi Jumatano tarehe 11 mwezi Februari mwaka 2026, wakati ambapo baraza kuu la chama cha ODM ilizima nyota yake. The party chairs and the secretary generals to join in. Hata hivyo, ndoa ya chama cha ODM na UDA iliyoadhimishwa mwezi Machi mwaka uliopita ilionekana kutia doa safari ya Sifuna chamani, akijitokeza waziwazi kupinga ushirikiano huo. Sifuna aliyehudhuria mkutano huo shingo upande kando ya bosi wake wakati huo, hayati Raila Odinga, akiwa mwiba kwa wenzake, haswa mawaziri waliovuka sakafu kula vinono vya baraza la mawaziri. Wakati wa uhai wake, Raila alikuwa mtetezi wa kufa kupona wa Sifuna, mara kwa mara akizima ndimi za moto zilizotaka kumteketeza chamani. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ndio ni mauti ya chama. Hata hivyo, baada ya kifo cha Odinga, Sifuna alibaki solemba, mahasidi wake wakimwandama kila kona. Japo ameondolewa, Sifuna ameonekana kuendelea kuwa roho juu, akiwaalika wafuasi wake katika mkutano wa hadhara eneo la Kitengela, Kajiado, Jumapili ijayo. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.